asipokutana na sifa ambayo inamzuia yeye kufunga. Wapo katika watu waliobaleghe, wenye akili timamu, waliokuwa hadhiri, wazima wa afya, ambao wanakutwa na sifa ambazo zinawazuia wao kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wahiya alhaidh, sifa hiyo ni hedhi linisai, kwa wanawake. Mwanamke anapokuwa na hedhi anaweza ni balighe, ana akili timamu, mzima wa afya, yupo katika eneo ambalo anapaswa yeye kufunga, lakini yuko kwenye hedhi. Mwanamke huyu hapaswi juu yake yeye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo huyu ndiyo mtu ambaye inapaswa juu yake kufunga. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye sifa hizi ni wajibu, ni fardhi kwake yeye kufunga, na asipofunga anapata dhambi kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Lakini pia vile vile wanawachuoni wetu wanasema, wayustahabu siyamu ramadhana fi haqqi man yajuzu lahu alfitr. Kuna wale watu ambao sheria imewaruhusu, imewapa haki ya wao kuweza kufungua. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema watu wale, yustahabu siyamu ramadhana fi haqqihim, inakuwa ni sunna wao kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kama sheria imejuzisha kwa wao kufungua. Kwa nini lakini iwe ni sunna kwa wao? Ikiwa swaumu haiwapi mashaka, ikiwa swaumu haiwapi tabu wao kuweza kufunga, hata kama wamejuzishiwa wao kuweza kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kalmusafiri fi shitai, kama mtu ambaye amesafiri au mtu anayesafiri katika kipindi ambacho si cha jua kali, katika kipindi ambacho kina mawingu, katika kipindi ambacho kina mvua, hapati jua kali ambalo linaweza likamsababishia changamoto. Msafiri huyu yustahabu lahu siyamu, ni sunna kwake yeye kufunga. Lakini pia vile vile sasa hivi tunasafiri kwenye ndege, mtu anatoka Dodoma labda mpaka Mwanza kwa muda wa masaa 3, ndege haina changamoto yoyote, imetulia, AC ziko ndani, safari fupi. Hata kama masafa yake yanaruhusu mtu yule kufungua, lakini yustahabu lahu siyamu. Kwa sababu gani? Yuko katika kipindi ambacho Ramadhani haimpi tabu yoyote, Ramadhani haimchoshi, kwa sababu usafiri anaoutumia ni usafiri mzuri. Tuna magari sasa hivi yana ma-AC, magari yana spidi. Mtu anasafiri labda kutoka Tanga mpaka akifika labda tuseme Mbeya, anatumia tu muda wa masaa machache, amefika kabla ya jua kuzama. Au mtu anasafiri kutoka Tanga mpaka Dodoma, safari fupi nzuri, hana changamoto yoyote. Wanawachuoni wanasema kwa mtu huyu yustahabu lahu siyamu, ni sunna kwake yeye kufunga, hata kama amejuzishiwa kuacha kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kulipa katika siku nyingine. Kwa sababu gani wanawachuoni wamesema hivyo? Ni kwa sababu ni asra fi ibrai dhimma, kufunga katika mazingira hayo ambayo saumu haileti changamoto hata akiwa ni msafiri, inamfanya yeye awe ni mwepesi kuingia kwenye wepesi wa kuondokana na dhima aliyopewa ya kwamba kufunga Ramadhani ni wajibu kwake. Lakini pia vile vile ni ashalu ala almukallafi ghaliban liidrakihi azamani lfadhil. Jambo hili pia linampelekea yeye kupata wepesi kwa yule mtu ambaye ni mukallafu, anayetakiwa kufunga mara nyingi. Kwa sababu gani? Anadiriki kipindi, zama ambazo ni bora. Yani usiache kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu wewe ni msafiri na umeruhusiwa kufungua, ukaja ukafunga katika mwezi wa Shawwali au mwezi mwingine wowote unaofuata, ukaacha azamanil fadhil, zama ambazo ni bora zaidi. Kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kama wewe unasafiri, thawabu zako zinakuwa ni nyingi zaidi. Sababu hata Qur'ani yenyewe anasema wa antasumu khairul lakum, kufunga hata kama mmeruhusiwa. Mtu ni mgonjwa, mtu labda ni msafiri, lakini ugonjwa wenyewe haukufanyi wewe ushindwe kufunga, ni kichwa tu cha kuumauma, funga, kwa sababu kufunga ni bora kwenu nyinyi.
kwa sababu unapofunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, thawabu unazozipata ni nyingi zaidi. Na ndio maana wanawachuoni wakasema ni sunna kwa watu waliojuzishiwa kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa swaumu haiwapi changamoto kutokana na mazingira yao, basi ni sunna kwa kufunga, na wa antasumu khairul lakum, na kufunga kwa hao walioruhusiwa ni kheri kwao. Lakini pia vile vile wanawachuoni wamesema wayustahabu liwaliyi swaghiri an ya'mura swaghira alladhi lam yablugh amra nudbin bisawmi ramadhana liyatadahu, na vile vile inasuniwa kwa walii wazazi wa watoto wadogo kuwaamrisha wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ni amra nudbin, ni amri ya usunna. Amri ya usunna maana yake usitumie nguvu kubwa kumlazimisha, kumpiga, sijui kumnyima chakula kwa sababu hakufunga. Hapana, umlazimishe taratibu taratibu, umuamrishe taratibu taratibu. Leo kafunga mpaka saa 8 mchana, kesho kafunga mpaka saa 9, kesho kutwa kamaliza kabisa, taratibu taratibu. Lengo ni nini? Ili aizoee kufunga, azoee kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, fayasuhula alaihi, ili iwe wepesi pia vile vile kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, idha wajaba alaihi bilbulughi, pale itakapopasa sasa juu yake yeye kufunga, kwa sababu akiwa amebaligh. Kwa hiyo watoto wadogo tunatakiwa tuwazoeshe kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni sunna kwako wewe mzazi. Ukifanya hivyo, ukiambiwa yustahabu, maana yake na wewe utapata thawabu. Kila unavyomwamrisha mtoto wako, funga leo, jaribu siku moja, leo tufunga hivi hivyo. Na maswahaba walikuwa wanawaamrisha watoto wao, wanaposhindwa kufunga wanawaingiza kwenye michezo, wanacheza hivi mpaka wakija wakishtuka jua limezama, wafungua wakiwa wamefunga. Kwa hiyo mbinu za kuwazoesha watoto wetu kufunga ni nyingi. Tuzitumie mbinu hizo ili na watoto wazoee kuja kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Changamoto tulizokuwa nazo katika ulimwengu wetu wa sasa ni nyingi, ambazo zinawafanya watoto wawe bize hata kusahau mambo ya msingi ya dini. Kwa hiyo wazazi tunatakiwa tuwe na hima kubwa ya kuwazoesha watoto wetu kufanya jambo hili kubwa ambalo lina faida kwa Waislamu, na ni jambo ambalo ni la fardhi kwetu sisi, na tukiliacha tunaingia katika changamoto za kuingia katika madhambi. Hiki ni kipindi chetu cha kwanza, wabillahi tawfiq. Tutaendelea katika kipindi kijacho kuelezea mambo ambayo tutakuwa tumepewa tawfiq na Mwenyezi Mungu kuyazungumza katika kipindi hicho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.